Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yako kwa jambo moja tu, kutangaza mwezi huu na ajenda ambayo Mungu ametupa kwa mwezi huu. Haleluya. Bwana ametupa mwezi Julai kuwa ni mwezi wa mavuno. Haleluya. Ni mwezi wa mavuno. Ni mwezi wa mavuno. Tarajia mavuno kutoka kwa Bwana. Tarajia mavuno kwa mbegu uliyopanda. Tarajia Bwana anakwenda kukupa. Tarajia ya kwamba ile mbegu uliyopanda ni wakati wa mbegu yako kukupa matokeo. Ni mwezi wa mavuno. Ndio maana nimesema wale wa Julai, hebu tumshangilie Bwana kwa makofi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 11 mstari wa 13 na wa 14 ni neno litakaloibeba ajenda yetu kwa mwezi huu. Neno la Mungu linasema, tena itakuwa mtakaposikiza kwa bidii maagizo yangu niwaagizayo leo, na kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Haleluya. Ni nini Mungu anakizungumza katika mwezi wetu? Mwezi wa mavuno. Ni mwezi wa kupata matokeo kwa mbegu uliyopanda, kwa mbegu ulizopanda. Hakuna mbegu inayopandwa isizae. Bwana asifiwe. Tuliwahi kusoma neno moja kwenye Wagalatia. Acha niyasome haya maneno kwa dakika chache. Anasema Wagalatia ile sura ya 6 mstari ule wa 7. Anasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Haleluya. Roho zetu zimepandiwa neno. Ni mbegu nyingi zilizopandwa kwenye roho zetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu tumepanda, wako watu wamepandiwa. Whether umepanda, whether ndani yako kumepandwa jambo ya kwamba ni wakati wa kuvuna. Kila mbegu iliyopandwa ni wakati wa yenyewe kutoa mavuno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba sisi hatujapanda kwa mwili, tumepanda kwa roho. Nina uhakika wa 100% hatutavuna uharibifu. Ya kwamba ni wakati wetu wa kuvuna mema. Ni wakati wetu wa kuvuna baraka. Ni wakati wetu wa kuvuna neema. Ni wakati wa kuipokea hii neema tuliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema kwenye hiyo Wagalatia 6:9 nimeisoma, ya kwamba tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia mioyo. Ni mwezi ambao hakuna mtu kuzimia. Ni mwezi ambao hakuna mtu kuchoka. Ni mwezi ambao ni lazima tusimame kwenye nafasi yetu. Ni mwezi ambao kila mtu wa kuhakikisha hakuna mtu anakusogeza kushoto ama kulia. Ni wakati wa kuvuna. Hakuna mtu kukuhamisha kwenye reli, kwa sababu ni wakati wa kuvuna. Akikuhamisha mtu kwenye reli, anakutoa kwenye mavuno yako, anakutoa kwenye neema yako, anakutoa kwenye kuipokea neema. Haleluya. Acha nikurudishe kwenye hili neno la Kumbukumbu
la Torati, ile sura ya 11, 13 na 14, mistari yetu. Yako mambo mawili kwenye ule mstari wa 13, ya kwamba ikiwa utalisikiza kwa bidii maagizo ya Mungu na kumpenda Mungu. Mstari wa 3, kuna hizi sentensi, hili neno letu limebebwa kwenye hii mistari miwili, lakini lina cause na effect. Kuna jambo likifanyika halafu lina matokeo. Na sasa tunaposema ni mwezi wa mavuno, ni matokeo ya kitu kilichotangulia kwenye mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo tunalifanya, kuna jambo tunaendelea kulifanya, kuna jambo limekuwa ndio msingi wa maisha yetu, kuna jambo tunalifanya kila siku. Tunaaswa, tunashauriwa tushikilie hapo hapo. Swala la kuisikiza kwa bidii sauti ya Mungu, swala la kushika kwa bidii maagizo ya Mungu na kumpenda Mungu, hii ni condition. Hatuvuni kama hatujasikiliza maagizo ya Mungu kwa bidii. Hatuvuni kama swala la kumpenda Mungu liko mbali na sisi. Haleluya. Ninajua tunajitahidi. Ndio maana anasema ya kwamba ukisikiza kwa bidii, maana yake bila kuchoka, maana yake ni kwa kuendelea. Mpaka akasema kwa bidii, maana yake yako mambo yanayoshusha moyo, yako mambo yanayokatisha tamaa, ziko hali zinazokuzuia, yako mambo yanayokuambia wewe, mbona kila siku hali yako ni ile ile, yako mambo yanayokuvunja moyo kutoendelea. Lakini neno la Mungu linatuambia tukisikiza kwa bidii maagizo ya Bwana na kumpenda Mungu. Condition ya pili anasema na kumtumikia. Amesema hapa mhubiri wetu wa vijana ya kwamba kama vijana kumtumikia Mungu ni condition ya kuvuna. Ni mwezi wa mavuno. Tena anasema kumtumikia Mungu kwa moyo na kwa roho zetu zote, kwa moyo wote, kwa roho yote. Hii ni condition. Kusikiliza maagizo ya Mungu ni condition namba moja, na kumpenda Mungu. Lakini kumtumikia Mungu ni condition ya pili. Tunataka tuvune. Ni mwezi wa mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Na anapozungumza hiki kitu cha kuisikiza sauti ya Mungu, maana yake ni lazima tuwe watu wa kujifunza neno. Tafuta kujifunza neno. Tafuta kulisoma neno. Tafuta kulisikiliza neno. Wewe hata kama unasikiliza nyimbo, angalia ni nini kinazungumzwa kwenye ile wimbo. Ni ujumbe gani unaupata? Kuna neno gani unalisikia? Jambo lolote lisilo na faida kwa ufalme, lisilokupa message ya kimungu, ni wakati wa kuachana nayo. Achana na kina Diamond, wanatafuta fedha, hawakujengi kwenye ufalme wowote. Haleluya. Unalala unasikiliza hizo movie, unaangalia zinakupotezea. Wenzao wanaingiza fedha, wewe unaendelea kuwa loser. Bwana asifiwe. Kusikiliza na kujifunza neno la Mungu, lakini kutenda yaliyoagizwa humo, kuyatenda yale ambayo yameagizwa kwenye neno unalolisikiliza, kwenye neno unalolisoma. Uwe mtendaji wa neno. Joshua 1:8 ukawe ndio mstari wako mwezi huu, ya kwamba kilichoandikwa humo ni lazima kikawe ndio kitu cha kufanyia kazi. Neno la Mungu linazungumza nini? Tumesikia hapa habari za Daudi, jinsi alivyofanya, ya kwamba alikuwa haeleweki, haonekani kama ana kitu, kumbe ndani yake kulikuwa na kitu. Lakini bado amemzungumzia very positively Goliati, ya kwamba alianza kujizoesha vita akiwa kijana mpaka akajikuta amekuwa star. Kumbe ni lazima kila jambo kulianza ukiwa kijana. Wewe kama kijana umesikia huo ujumbe, maana yake kuna nini unaenda kukifanyia kazi kuanzia leo, sio kesho. Maana yake ni kutafuta kuwa watendaji wa neno, kutolegea kwenye kufuata sheria za Mungu. Neno la Mungu kilichokataliwa na Mungu, kubali tu kuachana nacho, kwa sababu there is no way Mungu akakompromise. Hakuna namna Mungu atakubaliana na udhaifu wa mwanadamu.
Hakuna namna eti Mungu anasema umechoka mno, umevumilia sana, sasa hivi hata ukichepuka kidogo Mungu atasema sawa tu, umekaa miaka 5. Hicho kitu hakipo. Dhambi ni dhambi. Mungu alichokikataa jana atakikataa leo, atakikataa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni lazima tuwe firm na njia zetu kuyafanya yale ambayo Mungu anayataka. Tena anasema kwa kumpenda Mungu. Maana yake ni lazima kufurahia. Unapoyafanya sheria ya Mungu, unapofuata maagizo ya Mungu, uyatende kwa furaha. Ufanye ukiwa unafurahia, sio umenuna. Sio unatembea mikono kichwani, sasa nafanyaje? Unaenda mtu akikuangalia umefunga na umenuna. Hey, Mungu anataka ni mfungo wako ufanye kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Anapozungumza kumtumikia kwa moyo na kumtumikia kwa roho yako yote, anataka nini? Uyafanye haya mambo ukiwa sio kwa sababu ya hofu. Unajua kuna watu tunamfuata Mungu kwa sababu wanaogopa jehanamu. Anawaza hivi, kitokea nimekufa itakuwaje? Hofu ya jehanamu inakupeleka kwa Mungu. Mungu hataki watu wanaomfuata kwa namna hiyo. Anataka watu wanaomfuata kwa kupenda, kwa moyo wao, wanafurahia sheria yake, wanafurahia kuitwa wana wa Mungu, wanafurahia kuwa watumishi wa Mungu. Yaani wanaona kwao ndio burudani, sio kwa sababu wanaogopa jehanamu. Ni kwa sababu tu wanampenda Mungu, wanajitoa kwa ajili ya Mungu, tena kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuwe tayari hata kufa kwa ajili yake. Mungu anataka tutende kwa kumaanisha. Unachokifanya kifanye kwa kukusudia kupata matokeo ambayo yatamfurahisha Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya hayo, Mungu anasema atakupa mvua. Ule mstari wa 14 ya kwamba ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Mungu atakupa mvua katika nchi, na mvua hiyo itakuwa kwa wakati wake. Mungu anayezungumza majira mawili, atakupa mvua ya masika na mvua ya vuli. Na Mungu anasema sio nafaka tu utakazopata, utapata na divai, utapata na mafuta. Ni nini anakizungumza? Anapozungumzia mvua anamaanisha baraka. Anapozungumza hii mvua anamaanisha baraka. Ni majira, ni mwezi huu Mungu anatupa baraka za rohoni, Mungu anatupa baraka za mwilini. Haleluya. Jumla ya mambo yote tumekuwa tukimuomba Mungu, jumla ya mambo yote ambayo ni mahitaji yetu, ni mwezi wa kupokea. Ni mambo yanayohusu uchumi, ni kazi, ni biashara, ni mtaji, ni majira ya kupokea. Bwana asifiwe. Ni swala la afya. Unahitaji uzima wa kiungu, Mungu anakwenda kukupa. Sio tu uzima wa mwili wako, Mungu anaachilia uzima wa milele kwako. Haleluya. Sio ndoa tu, maana Bwana anakwenda kuachilia. Anapoachilia ndoa, pengine ameshakupa ndoa, anayaimarisha mahusiano, sio ya kwako tu na mwenza wako, anaimarisha familia, anawaimarisha kaka zako, anaimarisha dada zako, anaimarisha wajomba zako, shangazi yako. Familia anaifanya na kuikusanya pamoja, mahusiano yanaimarika kwenye familia. Sio hilo tu, kwenye eneo la huduma ni wakati wa kuinuliwa kwa mtu mmoja.